Ili kujibu mashambulizi kwenye viwanda vyake vya chuma, Iran imeweza kuanzisha shambulio kubwa kwenye kituo cha shirika la Marekani la United States Steel huko Abu Dhabi, kiwanda cha alumini cha Marekani huko Bahrain, na vituo vya uzalishaji vya mtengenezaji wa silaha wa Israeli maarufu kama Rafael. Huduma ya vyombo vya habari ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu maarufu kama IRGC, kitengo cha wasomi wa jeshi la Iran, kimeweza kuripoti hivyo kuhusu taarifa ya Iran kufanya mashambulio makubwa kwenye viwanda vya Marekani vya chuma huko Falme za Kiarabu, lakini pia kiwanda cha Rafael huko nchini Israeli. IRGC imesema kwamba ilionya iwapo kutakuwa na shambulio jingine dhidi ya tasnia ya Iran, itaharibu kabisa vifaa vinavyomilikiwa na utawala wa Kizayuni na makampuni ya Marekani katika eneo hilo. Lakini adui, baada ya kupoteza uwezo wake wa kufikiri kutokana na radha chungu ya kushindwa, alipuuza maonyo na kushambulia tasnia ya chuma ya Irani. IRGC imeweza kuchapisha hivyo katika taarifa yake baada tu ya mashambulizi hayo. Imebainika kwamba pia kujibu vitendo hivi vya uhalifu vilivyosababisha vifo na majeraha ya wafanyakazi kadhaa, vikosi vya anga na vya majini vya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kama sehemu ya wimbi la 90 la Operation Ahadi ya Kweli ya 4, virusha makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya kiwanda cha chuma cha Marekani huko Abu Dhabi, sehemu za kiwanda cha alumini cha Marekani huko Bahrain ambazo hazikuwa zimeharibiwa katika mashambulizi awali, pamoja na vituo vya uzalishaji wa silaha vya Rafael vimeshambuliwa. IRGC imeripoti hivyo, ambako pia kabla ya shambulizi hilo Iran pamoja na Hezbollah ziliweza kurusha makombora huko nchini Israeli. Taarifa iliyoripotiwa ni kwamba Iran pia ilikuwa imerusha makombora pamoja na Hezbollah, wanamgambo kutoka nchini Lebanoni, ambao walifyatua tena maroketi kuelekea Israeli Alhamisi leo Aprili 2, ambako kunafanyika maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka ya Kiyahudi. Ving'ora vya tahadhari vimesikika mara kadhaa kaskazini mwa Israeli na katika mji wa Tel Aviv, ambapo huduma ya dharura imesema wanaume wawili walijeruhiwa kidogo katika mashambulizi ya kombora la Hezbollah. Vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kwamba kombora la Iran liliweza kulenga pia sehemu za kaskazini, lilikuwa na vilipuzi vya kutawanyika. Matumizi ya vilipuzi hivyo yamepigwa marufuku kwa kiasi kikubwa kimataifa kwa sababu vinaweza kusambaza mabomu madogo madogo yanayodhibitika katika maeneo makubwa na hivyo kuwa hatari zaidi kwa raia. Maadhimisho ya wiki nzima Pasaka ya Kiyahudi yameanza Jumatano jioni duniani kote, ambayo yanaashiria kuondoka kwa Israeli nchini Misri na ukombozi wa kutoka utumwani, ambako pia kwa upande mwingine rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, kufuatia mzozo ambao unajiri pale Mashariki ya Kati, amesema kwamba Urusi inatarajia kumalizika mapema kwa mzozo katika Mashariki ya Kati na iko tayari kufanya kila kitu ili kurudisha hali katika hali ya kawaida. Rais Putin amemwambia waziri wa mambo ya nje wa Misri Badr Abdel Atta huko Kremlin. Putin amesema wote wanatumai kwamba mzozo huo utaisha haraka iwezekanavyo. Jana rais wa Marekani Donald Trump alizungumzia hilo na yeye anarudia tena. Kwa upande wao, yani Urusi, wako tayari kufanya kila kitu ili kurudisha hali katika hali ya kawaida, kama wanavyosema katika visa kama hivyo katika hali tulivu. Hali katika eneo hilo ni ya wasiwasi kwa wote, Putin amesema, akiongeza kuwa ni muhimu sana kwa Urusi kusikia tathmini ya Misri kama nchi muhimu katika Mashariki ya Kati. Hali katika eneo hilo ni ya wasiwasi kwa wote, Putin alisitiza. Lakini kwa upande wa mkuu wa baraza la habari la serikali anayefahamika kama Elias Hazrati, yeye amesema kwamba Irani imekubali matumizi ya mlango bahari wa Hormuz, akibainisha kuwa Irani iko tayari kuhitimisha makubaliano na nchi za Ulaya, Asia pamoja na za Kiarabu kuhusu matumizi ya mlango bahari wa Hormuz. Amesema kwamba Iran inadhibiti kikamilifu lango bahari la Hormuz, huku rais wa Marekani Donald Trump akizungumza kisichoeleweka kuhusu lango bahari la Hormuz. Leo wameamua kwamba wanaweza kutangaza makubaliano kuhusu lango bahari wa Hormuz. Wataalika nchi za Ulaya, Asia pamoja na Kiarabu zinazotaka kuitumia kukamilisha makubaliano hayo. Hapo awali Trump alisema katika hotuba yake kwa taifa kwamba usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz utarejeshwa kikamilifu baada ya mzozo na Iran kuisha, akibainisha kuwa Tehran yenyewe ina nia kuuza mafuta. Kulingana na Trump, amesema Marekani haihitaji usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz na kurejesha usafiri wa anga kunapaswa kuwa jukumu la nchi zinazotumia usafiri huo kusafirisha mafuta.